Basi bibi anakuja kujikuta kwamba basi yeye pamoja na mamake basi wanateswa sana kwenye hii ufalme, kwa sababu mamake basi alikuwa ameshindwa kupata mtoto wa kiume. Basi kaanza pelekea mfalme kumdharau sana na kumfahamisha kwamba yeye si mwanamke ambaye basi anafaa kukua hapa kwenye ufalme, kwa sababu basi ameshindwa kumpea mfalme mtoto wa kiume, kwa sababu mtoto wa kike basi hawezi risi ufalme. Basi na baadaye wakakuja kuleta ukijana ambaye anaenda kwa jina la Amita na kudai kwamba ni mtoto wa mfalme, basi ndio mtoto ambaye atakayechukua ufalme wakati babake atakapo yaga dunia, kwa sababu basi bibie nawe basi hawezi risishwa ufalme kwa sababu yeye ni mtoto wa kike. Basi na anatakikana mtoto wa kiume, basi yeye na mtoto wa kiume ndio mtoto ambaye atakayerisi ufalme. Basi na kuna tukio ambalo basi bibie nawe alikuja kulifanya. Basi na wacha tuende kupata mzigo wetu wote. Basi na kama ndo mara kwa kwanza kupatana na hii channel, so kushare, kusubscribe na comment, utakuwa umetisha kinoma. Basi tufollow kama Kinja Justin TV. Big up kwa watu wote ambao wanaendelea kutufuatilia na kutusupport kutoka kila mahali, kutoka Tanzania, kutoka Kongo, kutoka Burundi, kutoka Uganda, kutoka Mombasa, kila mahali. Big up sana na muendelee kutushow your love ambao mnaendelea kutuonyesha. Basi na kama unatufuatilia ukiwa TikTok, basi so kupita pia pale YouTube ili uko mtu wa kwanza kupata movie zetu punde ambapo tunapoachilia. Basi wacha tuende kuendelea na mzigo wetu. Basi tunaanza kuanzia hapa kwenye hili nyumba la kifalme. Basi kuna mfalme ambaye anaenda kwa jina la King Ikeme. Basi ni king ambaye basi alikuwa anamfukia mke wake, kwa sababu mke wake basi alikuwa ameshindwa kupata mtoto wa kiume. Basi na alikuwa anataka mtoto wa kiume basi ili huyo mtoto wa kiume aweze kurisi ufalme, lakini basi mke wake ambaye anaenda kwa jina la Ikeme basi ameshindwa kupata mtoto wa kiume. Basi hiyo ikapelekea mfalme basi akawa anamchukia mke wake, basi na kupelekea kuweka wanawake wengine juu yake, kwa sababu basi anaona kwamba mke wake hana mafaa yoyote, kwa sababu basi ameshindwa kumpea mtoto wa kiume na yeye anahitaji mtoto wa kiume. Basi alikuwa anamfahamisha kwamba yeye ni mke ambaye amsaidii na kitu chochote, kwa sababu kitu ambacho anachotamani kukipata kwake basi ameshindwa kukipata. Basi mke wake pia alikuwa anamfahamisha kwamba pia wewe ni mwanaume wa ovyo, kwa sababu hakuna kitu ambacho unachonisaidia nacho. Basi na mtoto wao alikuwa hapa nje ambaye ni binti yao ambaye anaenda kwa jina la Princess. Nawe basi alikuwa anasikiza ugomvi wa mamake na babake vile ambavyo wanavyogombana. Basi na huko ndani ilikuwa tu bado ni makelele ndo ambazo zilizokuwa zinaendelea, kwa sababu basi mfalme King Ikeme basi hataki kumtambua mke wake, kwa sababu basi mke wake ameshindwa kumpea mtoto wa kiume. Na huko nje basi watu walikuwa wanaendelea kujadiliana, lakini huko ndani ilikuwa bado ni matusi na kutemea mke wake mate. Basi baadaye akatoka zake ndani na binti yake basi alikuwa anasikiza ugomvi wao vile ambavyo ulivyokuwa unaendelea. Basi baadaye ikabidi Princess Ikeme basi ama nawe aende kuongea na mamake ili aweze kumtuliza, kwa sababu anajua magumu ambayo mamake anayoyapitia. Basi alikuwa anamfahamisha kwamba basi asijali na kila kitu kitakuwa sawa, basi nitafika siku ambapo basi atafanikiwa pia kupata mtoto wa kiume. Basi na kuna uwezekano kwamba mawe basi aone vitu ambazo zinakuja, basi hiyo ni kipaji ambayo nawe yako nayo. Basi na mamake ambaye ni kwa jina la Malaika basi alikuwa anamsikiza tu binti wake vile ambavyo alivyokuwa anamuambia. Na huko upande wa pili kwa King Ikeme ambaye ni mfalme, basi alikuwa anaongea na msaidizi wake na kumfahamisha kwamba basi yeye anataka aone vile ambavyo atakavyopata mtoto wa kiume. Hapo binti yake akaingia na kumpea heshima mfalme, na baadaye King Ikeme akamfahamisha mlinzi wake basi atoke ili aweze kupata nafasi ya kuongea na mtoto wake. Lakini mtoto wake alikuwa anamfahamisha kwamba basi kitu ambacho anachokifanya si sahihi, kwa sababu vile ambavyo anavyomtreat mama yake basi yeye havutiwi na hicho kitendo hata kidogo. Lakini babake alikuwa anamfokea, kwa sababu basi anamfahamisha mtoto wake kwamba yeye hajui kitu chochote ambacho kinachohusiana na ufalme. Basi atulie na asilete vurugu yote, kwa sababu basi mama yake ndo mtu ambaye ameshindwa kumbea mtoto, na kama amemtuma ili akuje kumzalilisha basi itabidi aweze kuenda. Basi baadaye akamfukuza mtoto wake, na baadaye alikuwa na mchepuko wake ambaye basi anampenda sana. Basi anamfahamisha kwamba mfalme King Ikeme basi ni mtu ambaye kwa sababu mke wake ameshindwa kumpea mtoto wa kiume, basi ilibidi aanze kuwa na mchepuko, na mke wake alikuwa anaona kila kitu ambaye ni Malaika. Basi alikuwa
ashuhudia kila kitu ambacho mume wake anachokifanya. Basi baadaye akafunga safari hadi kwa dadake na mfalme, basi na kwenda kumfahamisha kwamba basi vitendo ambazo kakake basi anamfanyia ni vitendo ambazo hafurahishi nazo ama apendezi nazo hata kidogo. Lakini dadake pia anamfahamisha kwamba basi kama umeshindwa kutupea mtoto wa kiume, hakuna vile ambavyo basi kaka yetu anaweza tulia na wewe, basi itabidi uweze kungangana uone vile ambavyo basi unaweza mpea mtoto wa kiume ili aweze kutulia na wewe. Basi Malaika Uka basi alikuwa analia kwa sababu anapitia magumu sana kwenye hii ndoa yake, ingawa ni mke wa mfalme lakini ana raha yoyote. Basi na siku ya leo King Nkem basi alikuwa zake hapa, alikuwa ametulia na mara ghafla ukasikia kelele huko upande wa nje. Basi na kuna mama na mama ambaye basi alikuwa anakuja na kijana wake na anadai kwamba basi yeye ni huyu mtoto ambaye ako naye basi ni mtoto wa mfalme na ndio maana amemleta mtoto kwa babake. Basi King Nkem basi alikuwa anasikiza na kufahamisha walinzi kwamba wamruhusu aingie ili waweze kusikia shida yake ni gani. Basi na baada ya kuingia mara moja akaenda hadi kwa mfalme na kumfahamisha kwamba wewe mtoto ambaye niko na yeye hapa basi ni kijana wako, na baada ya wewe kunipea ujauzito basi ilibidi mimi niweze kutoka hapa kwa sababu nilikuwa sijaolewa na wewe. Ndio maana baada ya kupewa ujauzito na wewe mimi nikaamua kwenda zangu kwa sababu nilikuwa sijafanya harusi na wewe ama nilikuwa sijakuwa mke wako halali. Ndio maana nikaamua kutoka hapa ndani ili nisiweze kulaumiwa na watu kwa sababu nilikuwa sijafanya harusi na wewe. Basi ndio maana nikaamua kuenda. Mlinzi pia alikuwa anajaribu kumuuliza kwamba basi inawezekanaje hadi ukaweza kupata ujauzito wa mfalme. Basi akamfahamisha mfalme kwamba mfalme ni mtu ambaye anachepuka sana, basi na kwa hiyo harakati zake za kuchepuka ndio aliweza kupata ujauzito wake. Lakini mfalme hakushituka na alifurahi sana kwa sababu yeye mpango zake zimeshakamilika na ameshampata kijana. Basi alifurahi sana kumpata huyu kijana ambaye anaenda kwa jina la Amuta. Basi na alikuwa anamkagua na huyu ambaye anadai kwamba ni mamake, basi alikuwa anafurahia kwa sababu amekaribishwa vizuri. Lakini Malaika Uka basi alikuwa anashangaa kwa sababu mume wake amemchukua huyo kijana, basi hana udhibitisho wowote kwamba ni mtoto wake, lakini yeye ameshamchukua na kudai kwamba ni mtoto wake basi na wataishi na yeye hapa ndani. Uka alikuwa anaumia sana kwa sababu mume wake ni mtu ambaye amzingatii. Basi akakuja kwa mtu wake wa mkono na kumfahamisha kwamba basi vile ambavyo mfalme anavyonitreat ni maamuzi ambazo anazozichukua ni maamuzi ambazo azinifurahishi mimi kama mke wake. Basi afei kuchukua hayo maamuzi ambayo anayachukua na mkubali kuishi na huyo kijana na hana udhibitisho kama ni wake. Basi hizo taarifa zikaletewa pia Presence nawe, na baadaye akaenda kupatana na Amuta ili waweze kuongea na kujua kwamba kwa nini Amuta ameweza kukubali pia kukuja pale. Lakini Amuta alikuwa pia anatamba na kudai kwamba yeye ndio kijana ambaye atakayekuwa mfalme hapa. Basi inabidi Amuta aweze kumheshimu, lakini Amuta alikuwa anamchekelea ama nawe alikuwa anacheka kwa sababu anashindwa. Huyu ni nani ambaye amekuja kwenye ufalme wao na anakuja kudai kwamba yeye ndio kijana ambaye atakayekuwa mfalme. Baadaye mamake na Amutaka kuja kumtafuta na kumfahamisha kwamba basi asikuwa anatoka huko kwenye ufalme kwa sababu watu hapa ndani hawampendi. Basi baadaye wakaita mtu ili akuje kukagua kwamba je, ni ukweli kijana ni mtoto wa mfalme. Basi wakaita nabii ama mganga ambaye basi ni hayo ndio kazi yake kugundua kwamba kijana ambaye basi ameletwa hapa kama mtoto wa mfalme, je, ni mtoto wa mfalme wa ukweli ama itakuwa ni uongo. Basi na huyo daktari ambaye alikuwa ametafutwa basi walikuwa wanamsubiri ili aweze kukuja. Basi baadaye akakuja kufahamisha mfalme kwamba basi daktari ameshaingia, basi na muda si mrefu ataanza kukagua kama Amuta basi ni mtoto wa mfalme, basi na aweze kuishi hapa ndani kama mtoto wa mfalme. Na huko upande wa pili na dada yake basi walikuwa wanasherehekea kwa sababu ameshapata kijana ambaye alikuwa anamtafuta kwa muda mrefu. Basi na walikuwa wanaendelea kumuonyesha mke wake madharau ambaye ni Malaika Uka. Basi walikuwa wanaendelea kumuonyesha madharau na kumfahamisha kwamba yeye hafai kukaa hapa ndani kwa sababu ameshindwa kuwapea mtoto wa kiume. Baadaye dada yake na mfalme akamfuata Amuta na kumfahamisha kwamba yeye asijali, aishi hapa ndani vile ambavyo anavyotaka kuishi kwa sababu yeye ni kijana wa mfalme, basi na yeye ndo atakayekuwa mfalme mtarajiwa. Basi watu wote walikuwa wanampongeza na kudai kwamba basi yeye ndo atakayekuwa mfalme. Basi inabidi aweze kutulia na kunyenyekea na asiweze kutembea na kila mtu kwa sababu yeye ndo mfalme mtarajiwa. Basi anafaa kuwekea afuni na asiweze kukua karibu na kila mtu yeyote. Basi baadaye mfalme huko ndani yeye alikuwa anaendelea zake kutulia. Baadaye akaita wake hawa wanawake
wanawake wake watatu wote ambao anawamiliki. Basi unaambiwa kwamba mfalme King Ikemu basi ni mtu ambaye anapenda sana kupinduana. Basi baadaye akamfukuza mke wake kwa sababu alikuwa anaona kwamba mke wake anamharibia starehe. Basi ikabidi aweze kubaki na mchepuko wake kwa sababu alikuwa anaona kwamba mke wake basi ni mtu ambaye hataki kutulia na yeye kwa sababu mke wake basi ameshakuwa na wivu. Basi baadaye akashindwa kwamba kwa nini mke wake basi ameanza kumisbehave, lakini alikuwa hajali kwa sababu basi ameshapata kijana. Baadaye Malaika Uka basi akaenda kukaa na mtoto wake, ama mtoto wake ndio alikuwa mtu wa karibu na yeye ili aweze kumfariji kwa sababu alikuwa anapitia kipindi kigumu sana. Lakini nawe Princess nawe basi siku leo alikuwa amekuja kutembelewa na jamaa wetu Amuta. Basi na Amuta alikuwa anamfahamisha kwamba basi anataka waweze kuongea, lakini nawe anakataa na anamfahamisha Amuta kwamba basi hataki wakuwe marafiki ama wakuwe karibu kwa sababu Amuta basi si mtu wa hii ufalme wao. Lakini Amuta alikuwa anaendelea kumzibia njia na kumfahamisha kwamba basi anataka waweze kuongea, lakini nawe anakataa. Lakini Amuta anamfahamisha, wewe sasa unaniringia, lakini usisahau kwamba mimi ndo mfalme mtarajiwa. Basi na wakati ambapo nitakapokuwa mfalme basi nitakufukuza kwenye hiki kijiji kwa sababu unaendelea kuniringia, ingawaje mimi nataka tukue karibu na tukue marafiki, lakini wewe unaendelea kuringa na hutaki kuniongelesha. Basi baadaye akaanza kuwafahamisha wenzake kwamba basi wakati ambapo atakapokuwa mfalme basi atamtimua bibie Amuta hapa kwenye ufalme kwa sababu Amuta basi anamletea pigo za kishesi. Basi kabidi aweze kumtimbia huyo msaidizi wa bibie nawe na kumfahamisha kwamba basi mimi ndo Amuta na mimi ndo kijana wa mfalme, basi na mimi ndo kijana ambaye nitakayerishisha ufalme. Basi na wakati nitakuwa mfalme, nyinyi wote ambao mnaoniringia basi mtatii kwa sababu eneo ambalo nitakaloongea na hilo ndo kitu ambacho kitakachofanywa. Basi kitu ambacho nitakuwa naongea ni kuwatimua nyinyi wote hapa ndani. Basi baadaye mama yake na Amuta basi alikuwa anaendelea kuzingua watu hapa ndani kwa sababu yeye ni mtu ambaye hajakuwa malaika lakini ameshaanza kujirisisha kila kitu. Basi baadaye wakaweza kuitwa kikao na yule mganga ambaye alikuwa anafaa kumjaribu Amuta ama kugundua kwamba Amuta ni mtoto wa mfalme. Basi alikuwa ameingia, lakini kuna vile ambavyo basi mamake na Amuta alikuwa anamwangalia kwa uoga. Basi baada ya kuanza kukagua kama Amuta ni mtoto wa mfalme, basi baadaye taarifa zikakuja kutolewa kwamba Amuta ni mtoto wa mfalme. Basi na mfalme alifurahia sana kwa sababu pia yeye alikuwa haamini 100% kama Amuta ni kijana wake, lakini baada ya kupata taarifa kwamba Amuta ni kijana wake basi akafurahia. Lakini Uka kwa upande wake basi ulikuwa ni machozi tu kwa sababu basi ameanza kuona dalili za kwamba yeye hatakuwa na thamani tena hapa kwenye ufalme kwa sababu basi umeshagundulika kwamba Amuta ni mtoto wa mfalme. Basi na akaenda kumfuata tena huyo mpishi na kumfahamisha kwamba basi leo tuliweza kufanya jaribio la kugundua kwamba kama Amuta ni mtoto wa mfalme, basi na imeweza kugundulika kwamba ni mtoto wake, lakini mimi pia nikifanikiwa kupata mtoto wa kiume, je, kwenye ufalme yeye atakuwa na nafasi gani? Kwa sababu sasa Amuta ndio kijana ambaye atakayepewa ufalme. Basi na mimi kijana wangu ambaye nitakayempata basi hatakuwa na mafaa yoyote. Basi baadaye akaenda kugombana na mamake na Amuta, lakini hakusaidia kwa sababu dadake na mfalme alikuja akamshikilia yeye na baadaye akatandikwa na mamake na Amuta. Basi na mfalme ikabidi akuje kuamulia ugomvi kwa sababu hao wanawake wote ambao wanaogombana basi wanamgombania yeye, lakini alikuwa kwa upande wa mamake na Amuta na kumfokea mamake na bibie nawe basi na kumfahamisha kwamba kwenye ufalme yeye hana kitu chochote ama neno lolote la kusema. Basi mamake na Amuta ama mamake na nawe ilikuwa tu ni majonzi, na mtu ambaye alikuwa karibu yake ni nawe ndio mtu ambaye alikuwa anamfariji mamake kwa hiki kipindi ambacho basi kilikuwa ni kigumu sana kwake. Basi na mtu ambaye ni mume wake basi ndio mtu ambaye anamuumiza na kumletea wanawake wengine. Basi mamake na nawe alikuwa anamlilia tu nawe na anamfahamisha kwamba sijali, kila kitu hapa karibuni itakuwa sawa. Basi baadaye Amuta akamfuata tena nawe na kumfahamisha kwamba basi anataka waweze kuwa karibu na waweze kuacha chuki ambazo ziko kwa wazazi wao wasiweze kuzingiza katikati yao kwa sababu wao ni baba mmoja lakini mama ndio tofauti. Basi nawe akamfahamisha kwamba basi ameweza kukubaliana na yeye, lakini anataka sana basi jamaa wetu Amuta basi aende kumfahamisha mamake kwamba yeye basi aweze kukua mbali na mamake na bibie nawe, na pia nawe ataenda kufanya hivyo kwa mamake. Atamfahamisha mamake kwamba basi aweze kukua mbali na mamake na jamaa wetu Amuta. Basi leo ndo condition ambalo bibie nawe alimpea Amuta, kumfahamisha kwamba
watakuwa marafiki, lakini akaenda kumfahamisha mamake kwamba basi hataki aweze kukua karibu na mamake ama kuleta vurugu yoyote kwa mamake. Basi na wakakubaliana hivyo, na baadaye mfalme alikuwa anapata zake chakula. Baadaye mchepuko wake alikuwa amekaa karibu yake, basi na alikuwa wanalishana mbele ya mamake na jamaa wetu wa mta. Hapo mamake na bibi nawe pia akakuja, basi na akashangaa kumuona mume wake analishwa na mchepuko, lakini mume wake alikuwa ajali kwa sababu sahi hana mpango na mke wake, kwa sababu mke wake anashinda kumpea kijana. Basi na kwenye ufalme basi wanatamani ni kijana na si msichana, basi kabidi aweze kumwacha mke wake ili abaki na mchepuko wake, kwa sababu ni mtu ambaye anapenda mipinduo, basi na anapenda shepu sana kabla ya kitu chochote. Basi baadaye alikabaki na mchepuko wake. Basi na baada ya kubaki na mchepuko wake, huko upande wa pili kwa mamake na mta, yeye alikuwa ameenda kupatana na huyo mpishi. Basi na walikuwa wanaendelea kuongea na mpishi. Basi na alikuwa anamfahamisha mpishi kwamba yasijali kwamba na kila kitu ambacho walichokipanga basi kitenda vile ambavyo walivyokubaliana. Huko upande wa pili kwa mfalme, basi mamake na mta alikuwa amekuja kumwangalia mfalme, kwa sababu huyo mamake na jamaa wetu wa mta basi anatamani mfalme aweze kukua wake peke yake, basi na asiweze kumshare na mtu yoyote. Basi alikuwa amekuja kumwangalia mfalme, lakini siku ile mfalme hakukuwa anataka kupinduana na mamake na jamaa wetu wa mta. Basi baadaye dada yake akakuja na kuanza kumfahamisha kwamba tokea ajue kwamba kuna kijana basi ameshakuwa mtu ambaye hana stress na huwa ana relax na hastaki story mingi. Lakini King Ikeme basi anamfahamisha dada yake kwamba yasijali na kwamba basi hivi hapa karibuni basi wataenda kumkabidhi jamaa wetu wa mta ufalme ili yeye pia aweze kutulia. Lakini dada yake alikuwa anamfahamisha kwamba sasa ni mtu ambaye hana story mingi, lakini inabidi waweze kuwa makini kwa sababu bado hawajamfahamu sana mamake na jamaa wetu amta, basi na wajui kitu gani ambacho kilichomleta. Basi baadaye mamake na mta akamfuata mta, lakini mta alikuwa anamfahamisha mamake kwamba basi anataka mamake aweze kukua mbali na mamake na bibie nawe kama vile ambavyo walivyokuwa wamekubaliana na bibie nawe. Basi akafanya hivyo na kuja kumfahamisha mamake, lakini mamake halikuwa hataki na alikuwa hataki kusikiza hizo story kwa sababu mta basi alikuwa amemkujia mamake juu, lakini mamake pia akakataa na akadai kwamba hawezi kukua mbali na mamake na bibie nawe. Basi huko upande wa pili kwa Malaika basi alikuwa anafikiria kwa nini basi anaendelea kujipea stress hapa kwenye ufalme. Basi akadai kwamba itabidi aweze kufunga safari hadi kwa wazazi wake ili aende kuwasalimia wazazi wake na aweze kupunguza stress za hapa kwenye nyumba la kifalme. Basi na siku ile alikuwa analengwa ili aweze kwenda kwa wazazi wake. Basi na alikuwa muda ambapo alikuwa anaondoka, lakini mfalme akamuona na akamuuliza kwamba anaenda wapi. Basi akadai kwamba anaenda kuwasalimia wazazi wake, lakini mfalme akadai kwamba hauna ruhusa kutoka hapa bila idhaa yangu, lakini akatoka. Na mfalme akaona ile nyashi vile ambavyo bibi Nyauka basi alikuwa analipindua. Basi mfalme anashindwa kuamini na akaanza kuona kwamba mke wake basi ameanza kuwa mrembo. Basi na baada ya mke wake kufika kwa wazazi wake, basi ilikuwa muda ambao basi alikuwa anajiandaa kurudi kwa sababu ameshawasalimia wazazi wake. Basi na alikuwa ameshajiandaa kurudi kwenye nyumba la kifalme. Na kwa upande wa pili kwa mchepuko wa King Ikeme ambaye ni mfalme, basi pia yeye alikuwa anabishana na mamake na mta kwa sababu mamake na mta anatamani aweze kumiliki basi mfalme King Ikeme peke yake, na hataki aweze kumshare na mtu yoyote. Basi ndio maana analeta vita kwa watu wengine ili waweze kuachana na mfalme King Ikeme ili aweze kubaki na yeye peke yake. Basi na siku leo tena walikuwa wanagombana na bibie ambaye ni mchepuko wa mfalme. Basi na baada ya kugombana na huyo mchepuko ikabidi aweze kumfuata shemeji yake ambaye ni dadake na mfalme Ikeme na kumfahamisha kwamba basi anatamani aweze kuwa mke wa King Ikeme, basi na aweze kuacha wanawake wote wengine. Basi baada ya mfalme alikuwa amekaa zake hapa na mlinzi, basi akaweza kumuona mke wake basi alikuwa amerudi, lakini alikuwa anamsubiria kwa hamu kwa sababu mke wake ameanza kukua mrembo. Basi na kumuuliza kwamba basi mchana wote alikuwa ameenda wapi, lakini alimfahamisha kwamba anaenda kwa wazazi wake. Basi na hakukuwa na shughuli na mume wake, basi akaweza kufunga safari hadi nyumbani kwake kwa chumba ambacho alichokuwa nakilala kwa sababu siku hizi halali na mume wake ambaye ni mfalme. Basi na siku yote alikuwa anamfuatilia mke wake
wake, kwa sababu alikuwa anaona kwamba mke wake siku ya leo alikuwa anakaa mrembo sana. Basi baadaye mke wake akaanza kuandaa sherehe usiku wa leo ili waweze kucheza, ili aweze kupoteza stress, kwa sababu ni mtu ambaye ameshakuwa na stress kwa sababu ya mume wake. Basi mume wake ni mtu ambaye huwa anamsaliti. Basi na huko upande wa pili mfalme King Kemu, yeye au wanawake wengine walikuwa wanakuja kumsumbua. Basi na hawa wote ni mchepuko, na mke wake basi walali ni bibie Uka ambaye ameandaa sherehe huku upande wa nje. Basi na alikuwa anacheza na mtoto wake na watu wengine hapa kwenye kuyu. Basi na walikuwa wanacheza zao wakisherehekea, lakini mume wake pia basi alikuwa anaona vile ambavyo mke wake basi anajipea raha na akae mtu ambaye basi akona stress. Basi hicho kitu kikaanza kumshangaza mume wake. Basi baada ya mke wake kwenda kulala, basi leo mfalme Kemu akadai kwamba leo anatamani kuja lale na mke wake. Basi na huo usiku akalala na mke wake. Basi baada ya asubuhi mamake na amuta basi akakuja kumfuata bibie Uka basi na kumfahamisha kwamba basi hataki akuwe karibu na mfalme. Lakini baada ya kuona mfalme akaanza kujifanya kwamba basi bibie Uka basi ameweza kumfanyia kitu mbaya, lakini mfalme kwa bahati nzuri alikuwa ameona kila kitu vile ambavyo kilivyokuwa kimeendelea. Basi akajililiza hapo, lakini mfalme hakuna kitu ambacho alifanya. Basi na baadaye bibie Uka pia akazama zake upande wa ndani, na walikuwa wanaendelea kubebishana pamoja na mfalme, kwa sababu sasa mfalme ameshaona kwamba basi mke wake ni chombo, basi na hawezi kumwacha watu wa kando waanze kumkulia bana. Basi baadaye walikuwa wanapiga zao story, na baadaye mamake na mtu alikuwa anapita huko upande wa nje na akasikia vile ambavyo walivyokuwa wanapanga mipango zao zote. Basi na baadaye mamake na mtu kusikia, basi akadai kwamba ataweza kufanya kila kitu ambacho atakachoweza ili waweze kuachana. Lakini hapo dadake na jamaa wetu King Kemu basi pia alikuwa anapita upande wa nje, akaona mamake na mtu vile ambavyo anavyochungulia kwenye nyumba za wenyewe. Baadaye mfalme akaenda kupatana na mlinzi wake ambaye ni mtu wake wa karibu, na wakaanza kupiga story kwamba basi siku hizi anaona mke wake kwamba ni mrembo sana, basi na atamani kumwacha mke wake. Basi mlinzi alikuwa anamchekelea kwa sababu basi mfalme ni mtu ambaye anapenda sana kupinduana. Basi siku ya leo mamake na mtu alikuwa anakunya zake ndimu, basi akaanza kujifanya kwamba basi anatapika, na yeye anataka kupretend kwamba basi kuna ujauzito ili aweze kupata nafasi ya kukua karibu na mfalme, na kudai kwamba basi anatarajia kupata mtoto wa pili basi aweze kukua karibu na mfalme. Na baadaye dadake na mfalme ndio mtu ambaye alikuwa anapita hapo karibu, basi na kadai kwamba basi mamake na mtu ako na ujauzito wa mtoto wa pili. Basi mfalme akafurahi sana, basi na hiyo tension yote ambayo basi alikuwa anaanza kumpea bibi Uka basi akaihamishia tena kwa mamake na mtu, kwa sababu anaamini kwamba mamake na mtu ndio mtu ambaye ni mjamzito, basi na anafaa kumwangalia masaa zote ili mtoto wake asiweze kuathirika. Basi na huko upande wa pili alikuwa anamfahamisha mpishi kwamba basi mpango zake zinaenda vile ambavyo inafaa, na huyo mpishi anakuja kumfahamisha pia bibi Uka kwamba basi mama mtu anatarajia kupata mtoto wa pili. Basi na bibia mtu akashangaa sana na bibie Uka, kwa sababu basi bibie ambaye ni mamake na mtu basi kama anatarajia kupata mtoto wa pili, basi huyo mtoto ambaye atakayemzaa hata kama atakuwa mtoto wa kiume basi atakuwa na nafasi yoyote kwenye ufalme, kwa sababu mamake na mtu basi atakuwa ameshampea mfalme watoto wote ambao anawataka. Basi na mfalme alikuwa anampea tu mamake na mtu baraka, kwa sababu anaamini kwamba basi yako karibu kumzalia mtoto mwingine. Basi na baadaye bibi Uka basi akakuja kumfuata mfalme na kumfahamisha kwamba yeye anaamini kwamba basi mamake na mtu kuna ujauzito ambao wako nao. Basi na wakati alikuwa anajaribu kumgusa basi anajifanya, na mfalme pia anamfokea malaika Uka na kudai kwamba basi afai kumshika mke wake. Basi ilikuwa ni usiku, mamake na mtu basi alikuwa anajaribu kufikiria sasa, kwa sababu hakuna ujauzito ambao ako nao, basi na hakuna plans ambazo ako nazo ili aweze kumuingiza box mfalme kwamba basi ujauzito wake umeweza kuharibika. Basi hiyo ndio mpango ambayo anayoipangilia ili aweze kumdanganya mfalme kwamba basi ujauzito wake umeweza kuharibika. Basi na baadaye akamfuata mpenzi wake ili waende kupinduana usiku wa leo. Basi na baada ya kupinduana usiku wa leo atakuja kumdanganya mfalme kwamba ujauzito ni wake na uliweza kuharibika. Basi na siku leo wakati alikuwa anakunywa zake supu, basi akaweza kujifanya kwamba basi ameweza kupewa sumu, na hiyo sumu ambayo ameweza kupea basi imeweza kumharibia ujauzito. Basi akaweza kuwaita watu wote na kudai kwamba basi malaika Uka basi ameweza
kumharibia ujauzito. Basi dada yake na King Ikem basi pia akaweza kumwekelea bibie uka kibao na kudai kwamba basi ndio mtu ambaye aliharibu ujauzito wa bibie ambaye ni mamake na mta, ili asiweze kupata nafasi ya kukua karibu na mfalme. Basi baadaye wakaweza kudai kwamba kama wanataka waweze kukua shua na kitu ambacho wanachomwambia, basi itabidi waweze kuita mganga ambaye anayewaangalianga nyota zao ama kuangalia vitu ambazo zinazoendelea hapa kwenye ikulu, ili aweze kujua kwamba ni kitu gani ambacho kilichoendelea. Basi baada ya kumpima na wakadai kwamba ujauzito wake uko sawa na kuna kitu ambacho kilichoharibika, basi bibie ambaye ni mamake na mta akaweza kuingia na aibu na kuomba msamaha kwamba basi alikuwa anajaribu tu kukua karibu na mfalme kwa sababu anampenda. Baadaye uka akamfuata mpisho na kumfahamisha kwamba ajui ni kwa nini basi wanamfanyia hizi vitu zote ambazo wanazomfanyia. Basi na siku ya leo mtu alikuwa amemfuata tena mamake na kumfahamisha kwamba basi huwa anamletea aibu hapa kwenye ufalme kwa sababu kila kitu ambacho anachokifanya basi huwa anaangaliwa, basi na vitu zote ambazo anazozifanya ni uongo. Basi na siku ya leo alikuwa anaongea na mpishi na kudai kwamba basi mamake na mtu akiweza kumdanganya basi itabidi aweze kutoa siri zote nje. Basi na kumbe huyu ambaye anadai ni mamake na Amuta basi si mamake na Amuta, na kwamba ni dadake na mamake na Amuta. Basi na wakati ambapo Amuta anazaliwa basi mamake aliweza kupoteza maisha, basi na Amuta akaweza kupewa kwenye mkono wa yule ambaye sasa tutakayemuita mamake mdogo. Basi na yeye ndo aliyemkomalisha, na yeye ndo aliyemlea hadi Amuta amefikia kwenye umri. Basi ndo maana alimleta Amuta hapa ndani na kudai kwamba basi Amuta ni kijana wake ili aweze kupata nafasi ya kuolewa na mfalme. Na basi alikuwa anamtumia Amuta kama njia ya yeye kuweza kuingia hapa kwenye nyumba la kifalme ama kukua karibu na mfalme ambaye ni King Ikem. Basi Amuta alishangaa sana kwa sababu mtu ambaye alikuwa anafikiria ni mamake kwa hizo miaka zote basi ilikuwa si mamake. Basi Amuta alikuja zake kulia kwa sababu basi ameshagundua kwamba basi alikuwa anadanganya kwamba yeye ni mamake na kumbe si mamake. Baadaye naye akakuja kumfuata Amuta na kumuuliza kwamba shida ni gani. Baadaye Amuta akamfahamisha kwamba wewe unaweza sikiaje wakati umeshafika kwenye umri alafu kuja kujua kwamba mtu ambaye unayejua ni mamako kumbe si mamako. Baadaye mamake na Amuta kuja na kumfahamisha nawe kwamba anataka aweze kutoka hapo. Baadaye mchepuko wa jamaa wetu King Ikem ambaye ni mfalme akakuja na kudai kwamba basi pia yeye ni mjamzito. Basi hizo taarifa pia zikamfikia Uka. Basi na Uka akashangaa sana kwa sababu sasa wanawake wote wa mfalme wote wanadai kwamba ni wajawazito. Basi na wote wanadai kwamba watajifungua watoto ambao ni vijana. Basi hicho kitu ndio ambacho kilikuwa kinampea pressure bibi Uka kwa sababu anashindwa mtoto wa nani ndio mtoto ambaye atakaye kuwa mfalme. Lakini baadaye nawe kwa sababu hakuna nguvu za kuona kitu ambacho kinachokuja, basi alikuwa ameangalia mikono ya mamake na kadai kwamba mama usijali, hata wewe ni mjamzito basi ninatarajia kupata kijana. Basi na huyo kijana ndio ambaye ninayoona kwamba atakaye kuja kuwa mfalme. Lakini akadai kwamba kwa sahihi mama usimfahamishe baba kwa sababu ukimfahamisha baba basi ataweza kufikiria kwamba pia wewe unadanganya ili uweze kupata nafasi ya kukua karibu na yeye. Lakini mimi nataka uweze kutulia na hizo taarifa zote usiweze kumwambia. Kumbe hizo taarifa zote mamake na Amuta ama mamake mdogo ama shangazi yake basi aliweza kusikia na alikuwa anafikiria vile ambavyo atakavyofanya. Basi na idea ambayo alipata ni kuweka sumu kwenye chakula ili mamake na Uka basi amaye mamake na nawe aweze kukula, na baada ya kukula hicho chakula basi aweze kupoteza maisha. Basi na baada ya kupoteza maisha yeye ndio mtu ambaye atakaye kuwa karibu na mfalme kwa sababu yeye ndio mtu ambaye anadai kwamba ni mke wa mfalme basi na amembebea ujauzito. Basi na siku ile alikuwa amekuja kupatana na huyo mpenzi wake ambaye anayempindwanga. Basi na alikuwa anamfahamisha kwamba tuko karibu kufikia malengo yetu ambayo tulikuwa tumeyaweka, lakini nilikuwa nishiko, ndio maana nimeamua kuwawekea sumu kwenye chakula basi waweze kukula alafu wapoteze maisha. Na baada ya kupoteza maisha basi sisi tutaweza kupewa nafasi ama tutaweza kupata nafasi ya kumiliki huo ufalme, basi na sisi ndio tutakao kuwa wafalme. Basi kwa upande wa pili huyo mpishi alikuwa ameweka sumu, yeye ndio mtu ambaye aliyepewa kazi ya kuweka sumu. Lakini kwa upande wa pili kwa bibia nawe basi alikuwa anahisi kwamba kuna kitu ambacho si kizuri ambacho kinachoendelea huko kwenye ufalme. Basi walikuwa wanajiandaa kukunywa kinywaji, lakini bibia
nao akakuja hapo akawafahamisha kwamba wasiweze kukunywa hicho kinywaji kwa sababu kina sumu. Basi watu walishangaa kwa sababu walikuwa wafikiri kwamba basi bibie nawe anaweza kuja na kuwafahamisha kwamba wasikunywe hicho kinywaji kina sumu. Basi bibie nawe alikuwa ameshahisi kwamba kwenye kitu ambacho kilichowekwa kwenye hicho kinywaji, ingawaje wao hawana nguvu za kuhisi hicho kitu, lakini wakamwamini bibie, na baada ya kuita mganga kuja kupitia hicho kinywaji na kugundua kwamba ni sumu gani ambayo iliyokuwa imewekwa, basi akadai kwamba kwenye sumu ambayo iliyokuwa imewekwa kwenye hiki kinywaji, basi na kila mtu ambaye angekunywa hicho kinywaji basi angeweza kupoteza maisha. Basi ilibidi wote waweze kumshukuru bibie nawe kwa sababu ameweza kuwaokolea maisha. Basi Amuta ndo alimshukuru sana bibie nawe kwa sababu yeye ndo mtu ambaye alikuwa karibu kukunywa hicho kinywaji. Basi na bibie nawe akamfahamisha kwamba asijali na kwamba anamjali, kwamba hawezi ruhusu kitu yoyote iweze kuwatokea, lakini ikabidi waweze kuita watu wote ili waweze kujua kwamba ni nani ndo mtu ambaye aliyekuwa amewekwa sumu kwenye hicho kinywaji, kwa sababu sasa hapa kwenye nyumba la kifalme basi kuna vitu mingi ambazo zinazotokea. Basi na baada ya huyu mpishi kukuja, basi kaweza kugundulika kwamba yeye ndo mtu ambaye aliyeweka sumu, kwa sababu mahali ambapo alipokuwa ameshimama basi ardhi ilianza kutetemeka, na watu wote walikuwa wanakataa kwa sababu hakuna mtu ambaye anajichaja kwamba yeye ndo mtu ambaye aliyeweka. Lakini mahali alikuwa ameshimama kulianza kutetemeka na ardhi kaanza kuingiana na chini, basi kabidi aweze kuanguka chini kwa sababu alikuwa amezidiwa. Basi na baada ya kuanguka chini akaweza kugundulika kwamba yeye ndo mtu ambaye aliyeweka sumu kwenye hicho kinywaji. Basi nakadai kwamba mtu ambaye aliyempea hiyo sumu basi ni bibie ama ni mamake na mtamu shangazi yake. Basi nakadai kwamba kwa muda wote ambao mimi nimekuwa nimekaa hapa hakuna kitu ambacho nilichokipata, na kwamba yeye alikuwa anampenda mfalme lakini mfalme akaweza kumkataa. Basi nakadai kwamba hata huyo kijana ambaye mfalme anafikiria ni wake basi si kijana wake, na kijana ni nani? Ni Amuta. Basi akadai kwamba hata Amuta si kijana wake. Basi hapo ndo anaanza kutupea story kwamba basi mamake na Amuta alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na huyu mtu kijana ambaye ni mlinzi kwenye huu ufalme. Basi na baada ya kuwa mlinzi kwenye huu ufalme, baada ya kuwa na mahusiano na mlinzi, basi akaweza kupata ujauzito, na baada ya kupata ujauzito basi akaweza kupoteza maisha, na baada ya kupoteza maisha ndo Amuta akapewana kwa mama yake ambaye alikuwa anadai kwamba ni mama yake ili aweze kumlea. Basi na hapo ndo mlinzi akajua kwamba kumbe Amuta ni kijana wake. Basi na baadaye mama yake alikuwa anaomba tu msamaha, lakini mfalme akakataa kumsamehe kwa sababu basi kitendo ambacho alichokifanya si kitendo sahihi. Danganya mfalme pamoja na ikulu yote kwamba basi huyo kijana ni wake. Basi hapo ndo mfalme akakuja kugundua kwamba kama kuna mwanamke ambaye anayempenda kwa ukweli basi ni mwanamke wake ambaye ni Malaika Uka. Basi kabidi waweze kuombana msamaha. Basi na baada ya kuombana msamaha kwa upande wa pili, bado walikuwa wanaendelea kuangalia vile ambavyo watakavyomsaidia bibie nawe ama bibie Uka, kwa sababu Uka ndo mtu ambaye basi anampenda mfalme kwa ukweli. Basi mfalme alikuja akamfahamisha kwamba anataka waweze kutulia kwa sababu ameshagundua kwamba ndio mwanamke wake ambaye anayempenda. Na kwa upande wa pili kwa Amuta pamoja na nawe basi walikuwa wamepatana na walikuwa wanaendelea zao kuongea, kwa sababu sasa hivi wameshajua kwamba si kaka na dada, basi na wako na hiyo right ya kukua pamoja kwenye mahusiano. Basi walikuwa zao wanaongea na Amuta akamfahamisha nawe kwamba basi anakuwa amemuelewa. Hapo mfalme akaingia, na baada mfalme kuingia akadai kwamba kama kijana Amuta basi ni kijana wa mlinzi wake na ni mlinzi ambaye amemfanyia kazi kwa muda mrefu sana, basi ataendelea kumchukulia kama kijana wake. Basi na alikuwa ameshagundua kwamba basi hawa watoto wawili kuna vile ambavyo basi walikuwa wanavutiana. Basi kabidi aweze kuwafahamisha kwamba yeye amewapea baraka zao zote, basi na ikifika kama ni muda ambao wanataka kuoana basi amewabariki, basi na amewapea baraka zao zote kama baba. Basi na wako na hiyo right ya kukua pamoja kwenye mahusiano. Basi na bibie nawe pamoja na Amuta basi wakaingia kwenye mahusiano, na wao ndio wanatarajiwa kuwa wafalme kwa wakati ambao unakuja. Basi na hapo maandishi akapita. Basi sijui muonaje mzigo. Basi usahau kuacha comment yako hapo na usahau kuacha maoni yako. Basi na wacho tuende kupatana next. Ciao.